Mimi naitwa Fred Michael Masele, ni mwenyekiti wa baraza la vijana BAVICHA kanda ya Victoria. Napenda kutoa salamu za pole kwa niaba ya baraza la vijana kanda ya Victoria kwa kumpoteza kijana mwenzetu, mpambanaji, aliyeamini katika kupigania haki, katika kupigania usawa katika nchi yetu, kaka Michael Christian Mtabuzi. Lakini nikiwa hapa nimepigiwa simu pia na katibu mkuu wa baraza la vijana BAVICHA taifa, kaka Dual Mzito, naye anatoa salamu za pole kwa niaba ya baraza la vijana BAVICHA taifa. Na leo ni siku ngumu kidogo, na sio siku ya kawaida kwa macho ya wengi, kwa sababu kila mmoja wetu amebeba huzuni, ambeba masononeko na maumivu makubwa. Tumefikia wakati ambao tunaishi katika taifa ambalo Mungu ndiye anayeamua hatima ya maisha yetu, lakini kunao watu ambao wao wameamua kujivika na kubeba password za maisha yetu, za kutukatisha tamaa katika kupigania haki, katika kupigania usawa na mabadiliko ya kweli katika nchi yetu. Lakini niwatie moyo wanachadema wote, tunapaswa kuwa na moyo wa ushujaa. Tuendelee kuamini kwamba kile tunachokipigania katika nchi yetu bado hatujakipata. Kumwenzi Michael ni kuendelea kusimama, kudai mabadiliko ya kweli, kudai misingi ya haki na kuipinga dhuluma bila uoga, kwa sababu tukiacha dhuluma ikaendelea kuishi katika taifa letu, itaendelea kuangamiza vizazi vyetu. Tuna wajibu wa kusimama na kuonesha njia, kwa sababu Michael alikuwa mtu mwenye msimamo, mtu mwenye ujasiri, asiyeogopa. Popote alisimama, alisaidia watu katika kesi mbalimbali. Akikuta watu wanaonewa, alikuwa anajitoa, unamkuta kwenye kuta za mahakama, anasaidia kutetea watu. Kwa tuna wajibu wa kumwenzi kwa mazuri aliyofanya yeye, kwa kuendelea kusimama, kudai haki katika nchi yetu, na kuendelea kusema yale yasiyofaa kwenye nchi yetu, tuseme sasa inatosha, na sote tuungane kwa pamoja kuidai haki ya kweli kwenye nchi yetu. Mungu awabariki sana. Maandalizi haya wimbo ni wanapo amani kama shwali. Kitu mtaa iko kule. Asante mwenyekiti kamati ya inaniuma sana. Amezungumza ni baba, ni watu ambao tunao kesi. Yaani mimi binafsi nilipopata kama nilivyotangulia kusema, yaani niliona hatia, kwa nini tusingeenda kuripoti? Labda mkii tungekuwa kwenye vile pingu tu mle ndani, lakini uhai wetu ungekuwa nini? Salama. Lakini bado tunamshukuru Mungu hata sisi tuliobaki vifunzo. Baada ya kusema hayo, tumefanya kazi kwa ukaribu tokea tumefahamiana. Ni zaidi ya miaka 10 tumefanya naye kazi kwa ukaribu sana. Jambo ambalo tulikuwa tukisisitiziana sana ni kutokusaliti chama, lakini kutokuyasaliti mapambano ya kudai haki, kuona taifa letu linabadilika. Kwa sababu tunajua sisi vijana ni taifa kuanzia leo mpaka kesho na kesho kutwa. Kwa sababu sisi ndio tuna uwezo wa kuyabadilisha maisha ya wazazi wetu, familia zetu. Kwa tulijiwekea kwamba tunaona chama pekee kinachoweza kuyabadilisha mambo haya yote na kinaongea ukweli mtupu kila kukicha ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Na kwenye maisha yetu yote ya kawaida, yawe ya kiroho, yawe ya nini, kuupinga uongo au kuupinga ukandamizaji au kuupinga vitu vyovyote vinavyoendana na vibaya sio dhambi. Na hakuna sehemu ambayo unalazimishwa kuwa kwenye chama kimoja, kwa sababu nchi yetu ni ya vyama vingi. Kwa hiyo kila mmoja ana haki ya kuchagua upande gani anastahili kukaa. Kwa sisi vijana kuchagua upande si kosa, kama ambavyo vijana wengine wamechagua upande kukaa chama fulani. Kwa na sisi kuchagua upande wa kuwa chama fulani si kosa.
Sasa kuchagua upande isiwe ni sababu ya kila kukicha tunawindwa kuondolewa maisha yetu. Ni kitu ambacho kinaumiza sana, kwa sababu tuko kwenye taifa moja, taifa ambalo kila mmoja anatamani mabadiliko yatokee, tuone mabadiliko yanakuwepo. Na kila mmoja anatamani hicho kitu kiweze kutokea. Sasa tarehe 29 nilipokea SMS. Kwa sababu katika kipindi hicho vijana tulikuwa tunawindwa sana. Na tunawindwa bila sababu ambazo hazina hata msingi. Nikapokea SMS. Michael yuko sehemu fulani. Anapigwa sana. Anapigwa sana. Kwa mazingira yaliyokuwepo ilikuwa ni ngumu hata kusogea kwa sababu ya mazingira yaliyokuwepo. Vitu vingine tunavimezea kwa sababu tukisema tuvitoe tutaibua mambo mengine ambayo yatatuumiza zaidi. Lakini baada ya hapo, baada ya SMS hiyo, majira ya jioni tunapokea taarifa mwenzenu hayupo. Sio hayupo kwamba hayupo nyumbani, hayupo wapi, hayupo duniani. Inasikitisha sana 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 sana. Mara ya mwisho mimi Michael aliniachia vyeti vyake, na vyeti vyake hapa baadaye nitapata nafasi ya kuvikabidhi kwa familia. Nilikuwa na vyeti vyake vyote aliniachia. Alinikabidhi nitunzie. Unaona? Kwa hiyo inaumiza sana. Inaumiza sana. Lakini anatufundisha kutokukata tamaa, na sisi vijana tunamhakikishia hapa mbele yake hatutokata tamaa vyovyote itakavyokuwa. Aruta continue. Tutapambana mpaka dakika ya mwisho. Mimi sijawahi kuona amani bila haki. Haipo. Tukubaliane. Amani ni tunda la haki. Unapotenda haki, amani inakuja bila mgogoro. Tusihubiri amani bila kuisema haki. Tuihubiri haki kwa kila mmoja wetu, kwenye vyombo vyetu vya sheria, kwenye vyombo vyetu vya ulinzi, kwenye mitaa yetu tuiseme haki, kwa sababu Kristiani hakufa amechuchumaa. Kristiani hakuwa mwizi. Kristiani hakufumaniwa. Kristiani ameuawa. Itoshe kusema Kristiani kamanda, umeumaliza mwendo, umeupiga vita vilivyo vizuri, imani umeilinda, pumzika kwa amani kamanda. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Paul Lucas Furano, ni katibu wilaya ya Sengerema ambayo ina majimbo mawili, Sengerema na Buchosa, na ina halmashauri mbili. Ndugu zangu, mheshimiwa mwenyekiti wa Nyamagana, viongozi wa kanda pamoja na watumishi wa Mungu na familia kwa ujumla, poleni sana kwa msiba. Mama pole sana, shemeji pole sana. Mimi binafsi Michael alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Tumeanza urafiki 2019 kwenye kongamano la vijana ambalo lilifanyikia Shinyanga. Maana kwa Mwanza ndio yeye alikuwa na ratibu na mimi nilikuwa na ratibu Sengerema. Kwa hiyo tulianzia pale urafiki ukadumu. Tulipokaribia uchaguzi wa ndani ya chama, Bwana Michael alinitafuta akaniita. Akaniambia na shida ya kuonana, maongezi nyeti sio kwenye simu, naomba tupange siku tuonane. Baadaye nikamwambia ratiba yangu, tukapanga, tukakutana. Akaniambia natamani nigombee mkoa wa Mwanza kwa baraza la vijana. Ninaomba uchague aidha uwe katibu au mwenyekiti, lakini tugombee wote kwa sababu wewe Furano naitambua misamo yako, naijua imani yako. Bahati mbaya kwa mujibu wa katiba ya chama, mimi umri wangu ulikuwa umeshavuka kwenye baraza la vijana. Kwa hiyo nikamwambia nashukuru kwa imani yako, lakini mimi umri wangu umeshavuka kwenye baraza la vijana. Kabla hata sijawa katibu wa wilaya, nikamshauri tafuta mtu ambaye mnaweza mkafanya kazi naye vizuri, mkagombea mkaendelea. Kwa hiyo hapo ndio unaweza kaona kwamba alikuwa ni mtu wangu wa karibu kiasi gani. Wilaya mkoa wa Mwanza una wilaya 7 na una majimbo 9. Lakini mtu wa kwanza kabisa kumtafuta ilikuwa 2023. Alinitafuta mimi. Alikuwa mtu wangu wa karibu sana. Ndugu zangu, viongozi wa dini mmenena mambo mazuri sana. Lakini naomba tuongee ule ukweli. Kuna msemo tunasema kwamba kifo cha mwanadamu yoyote huwa kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Lakini ukweli usiopingika ni kwamba kuna vio vingine sio za Mwenyezi Mungu, ni binadamu ndio anakipanga. Ukimsikiliza katibu wetu wa Nyamagana alivyosoma historia ya marehemu, ukiangalia pale mwishoni alivyosema, unatambua kabisa ni kweli kifo cha Michael sio cha kupangwa na Mungu, ila ni wanadamu walijifungia sehemu fulani
wakapanga tumuondoe Michael duniani. Huo ndio ukweli. Na niwaambie ndugu zangu, najua hapa kuna watu wa serikali, kuna watu wa jeshi la polisi na kuna wana CCM. Kati ya makosa yote ambayo mmeyafanya ndugu zangu wa serikali na wa CCM na polisi toka tupate uhuru, yani kosa ambalo mmelifanya na mtalijutia milele, ni kuwazoesha Watanzania wazoee bunduki, wazoee risasi. Hicho ndio Watanzania walikuwa wanaogopa. Lakini kwa sababu mmewafanya wakazoea, hamna kitu kingine ambacho mnaweza mkawatisha Watanzania wakatishika. Tumekaa siku 3, risasi zinapita kwenye madirisha, zinapita kwenye nyumba, mpaka watoto wadogo wanaona. Anauliza, baba kuna nini? Kuna polisi. Kumbe polisi wanafanya hivi. Yaani hadi watoto wadogo wamezoea risasi. Sasa hivi kikilia kitu unajua, baba kuna polisi wanapiga bunduki kule. Sasa mjue kwamba ni hali gani ambao Watanzania wamewafikisha. Niwaambie ndugu zangu, naomba tuwe na imani. Tuwe na imani. Marehemu Michael Christian Mtabuzi alizaliwa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 1993 katika hospitali ya Rufaa Uganda. Elimu. Marehemu Michael Christian Mtabuzi alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Amani mkoani Kagera mwaka 2001 na kuhitimu mwaka 2007. Elimu ya sekondari. Marehemu Michael Christian Mtabuzi alipata elimu yake ya sekondari katika shule ya sekondari Kibirizi mkoani Kagera ambapo alianza kidato cha kwanza mwaka 2009 na kuhitimu kidato cha 4 mwaka 2012. Chuo. Marehemu Michael Christian Mtabuzi alijiunga na Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi ya Mwanza mwaka 2013 na kuhitimu shahada ya ualimu katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Pia marehemu alifanikiwa kupata stashahada ya sheria katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi ya Mwanza. Maisha ya kiimani. Marehemu alikuwa muumini wa kanisa la Faith World Bugalika. Ameokoka mwaka 2017 na kubatizwa mwaka 2018. Marehemu amekuwa katibu wa vijana kanisa la Faith World Bugalika. Pia amekuwa mwenyekiti wa vijana wa makanisa ya Pentecosta mkoa wa Mwanza. Ndoa. Marehemu Michael Christian Mtabuzi alifanikiwa kufunga ndoa ya kimila na Bi Matrona France mwaka 2015 na kufanikiwa kupata watoto watatu. Marehemu alifanikiwa kupata watoto watatu, watoto wawili wa kiume na mtoto mmoja wa kike. Mtoto wa kike alishatangulia mbele za haki mwaka 2023. Maisha ya kisiasa. Marehemu Michael Christian Mtabuzi alikuwa mwanachama na kiongozi mtiifu na mwadilifu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Marehemu alishika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama kama katibu wa vijana Chadema kata ya Igogo, mwenyekiti wa vijana Chadema Bavicha wilaya Nyamagana, nafasi ambayo aliitumikia mpaka anafikwa na umauti. Marehemu Michael Christian Mtabuzi aliamini katika haki, demokrasia na maendeleo ya kweli. Kifo. Marehemu Michael Christian Mtabuzi alifikwa na umauti siku ya tarehe 29 Oktoba ambapo aliuawa. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, ila Bwana alinilia.